Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya uzima na afya aliyotujalia, na bila shaka sote tunafahamu juu ya kitu ambacho tumekipitia kwa mpaka kufikia hapa, na tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa majina naitwa Dr. Hamis Masudi, ni mkurugenzi wa taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, nikiwa niko pamoja na wakili msomi ofisa wetu hapa anaitwa wakili Clara. Sisi kama taasisi ya sheria, kwa sababu miongoni mwa kazi zetu, kitu cha kwanza sisi tunasema ni wadau, ni watetezi wa misingi ya amani, haki na misingi yote ya utawala bora katika taifa letu. Na sisi ni sauti ya jamii. Tunaisemea jamii katika hali ya aina yoyote, ili kuhakikisha kwamba misingi yote ya haki na utulivu unapatikana katika nchi yetu. Sisi kama taasisi sasa tumeona tuna kitu gani cha kuja kuzungumza nani, kwa lengo la kuweza kufikisha salamu kwa serikali, vyama vya siasa, viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla. Lengo letu hasa jambo la kwanza ni swala la amani na mshikamano. Hili tukoona kwamba ndio kubwa zaidi la kuja kulizungumzia. Na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi, mara kadhaa tumekuwa tukizungumza sana kabla ya uchaguzi. Tumekuwa tulizungumza sana kuhusiana na swala la maridhiano ya kuweza kukaa kwa pamoja, kuzungumza kwa pamoja kwa lengo la kulinda amani. Lakini pamoja na jitihada zote hizo, tumeshuhudia haya ambayo yametokea. Tunashukuru kwamba kwa sasa hivi tunaweza tukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndio amani tulionayo. Lakini je, tuna amani ya moyo, fikra, macho yetu tukitazamana yanaakisi amani au yanaakisi mashaka? Tukaona sasa tuje tuseme jambo, kwa sababu sisi binafsi tuna masikitiko, Watanzania wana masikitiko, na hata mataifa jirani ambayo yanatutakia mema kama taifa watakuwa na masikitiko juu ya kile kitu ambacho kimeweza kutokea. Na ni lazima tufahamiane vyema kwamba tunapojenga amani tunapanda mizizi ya ustaarabu, tunapanda mizizi ya utulivu, tunapanda mizizi ya maendeleo. Tunapohamasisha au tunapochochea hasira, tunaweza tukavuna majivu ya kihistoria. Na sasa pia tumeshavuna majivu ya kihistoria, sababu toka kuasisiwa kwa taifa hili la Tanzania hatujawahi kuwa na vurugu kama hizi ambazo zimetokea mnamo tarehe 29. Wafanyabiashara wamepoteza mali zao zimeharibika. Baadhi ya wananchi, ndugu zetu, vijana wenzetu, wadogo zetu, dada zetu, kadari ya Mungu imewapitia, kama tulivyosema kwamba mauti ni faradhi. Basi wameweza kukumbwa na hiyo hali ya mauti na amekwenda mbele za haki. Lakini sababu kubwa ni nini? Ni swala la vurugu. Kupitia swala la maandamano yaliyotokea, yameweza kukaribisha makabiliano baina ya wenzetu ambao ni sehemu ya walinzi wa amani. Katika kufanya makabiliano, wako ambao ni baadhi ya watumishi, kwa sababu video zinaonekana mitandao kwamba silaha za moto ziliweza kutumika baadhi ya maeneo ambazo zimepelekea hicho ambacho kimetokea, na amekwenda mbele za haki
na sasa imekuwa ni majonzi. Kwa hiyo tukasema bado tupo kwenye wakati mgumu, kwa sababu nazungumza hivi moyo wangu bado una huzuni kubwa sana. Hakuna kitu kibaya kama kupungukiwa na nguvu kazi ya taifa. Jana anapoondoka mmoja wetu, kijana mwenzetu, mara nyingi huwa ni majonzi. Hakuwezi kuwa kuna amani, hakuwezi kuwa kuna furaha. Kwa hiyo tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito, ambazo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja. Lugha gani ambayo tunapaswa kuzungumza? Tunapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani, kuhubiri amani, kuhubiri utulivu na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania, ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani, tuendelee kuwa ni sehemu salama. Viongozi mbalimbali wa dini, vyama vya siasa na wadau wote wa haki jinai, huu sasa ni wakati wa kujiepusha na kauli tatanishi, kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba tuchague hekima badala ya mihemko, kwamba tujiepushe na kauli tatanishi, yani tusitie msumali kwenye kidonda. Wazungumze lugha za kistaarabu, wasi amani. Pale ambapo tumekosea aidha kwa kuteleza, basi muungwana ni kuomba radhi, ni kuomba radhi, ili tuendelee kujenga taifa lenye mshikamano. Hizi ndio salamu zetu. Lakini waandishi wa habari, mnaweza mkajiuliza, aidha mnaweza mkatengeneza swali, sasa nyinyi kama taasisi watetezi wa haki, tumeona haya ambayo yametokea, sheria inasemaje kwa upande wa wale ambao wamelibiwa mali zao, lakini pia kwa upande wa wale ambao wamepoteza maisha? Utaweza kuwa kuna swala namna hili, na hatuwezi kukwepa kuweza kulisemea au kulizungumzia. Serikali na Watanzania wote kiujumla, wenye dini na wasiokuwa na dini, ambao wenye dini wanaongozwa na kuamini kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa Waislamu wataamini Qur'ani, kwa Kristo wataamini Biblia. Lakini tunapokuja katika swala la taifa, kama taifa, wenye dini na wasio na dini, maana tunaamini kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye sheria na kwenye sera, ambayo katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza wazi kwamba madaraka na mamlaka yote ya serikali yatatokana na wananchi, na serikali itawajibika kwa wananchi, na kazi kuu ya serikali ni kulinda ustawi wa wananchi. Na katika mkataba wa kijamii, mara nyingi watu tunapenda kuzungumzia, ni kwamba miongoni mwa mkataba wa kijamii ni kwamba wananchi wamekubali kutoa silaha na nguvu kwa dola ili tulindwe maisha yetu, tulindwe haki zetu, tulindwe rasilimali zetu. Sio silaha hizo ziende kutumika kwa namna nyingine ambayo inaweza ikapelekea sintofahamu kama hizi tunazo. Tunapofikia huko, maana tunakiuka mkataba wa kijamii. Kwa swala la katiba, watu kulinda ustawi wa jamii, inakuwa kidogo ni mtihani. Tumejifunza kitu tukiangalia katika jeshi la wananchi wa Tanzania. Tumeona namna gani walivyoweza kuidumisha amani. Hatukuona silaha za moto zitumike sehemu nyingi sana, kwa sababu si wengine maafa yametokea, tulikuwa tuko katikati ya mji. Lakini tumeona walikuwa wanazungumza na watu kwa njia za diplomasia, bwana watu watoke waende majumbani kwao, na hata walipokuja kuweka amri ya saa 12
kwamba yule akitoka saa 12 maana yake kuna adhabu za kijeshi au hizo na bofosi ambazo zilikuwa zikitumika. Wengine walikuwa wakipigwa viboko, wakifanyishwa baadhi ya mazoezi na nini, mtu anaondoka. Hatukuona silaha ya moto kusimama kumlenga mtu mwingine yoyote. Hiyo ndo tafsiri halisi ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Na katika hili hatuna budi kutoa pongezi. Walifanya kazi vyema. Lakini vipo baadhi ya vitu ambavyo vinaleta utata katika fikra na katika nafsi. Tunajiuliza, hawa kweli walikuwa ni walinzi wa amani? Kwa sababu ziko sehemu ambazo zilionekana ukiangalia kwenye video kwamba watu wametoka barabarani kulipokuwa inapaswa kutumika nguvu ya kadiri dhidi ya waandamanaji ambao walisababisha fujo kwenda kuharibu rasilimali za umma. Tukategemea huku itumike nguvu ya kadiri katika kuwadhibiti. Tukaona sasa baada ya huku mitaa kuanza kutolewa na amani, watu wa baadhi ya vikundi vikaanza kuingia mtaani na milio ya mtutu ikaanza kusikika. Hichi ndo kitu ambacho kimeleta sintofahamu. Lakini pia tumeona taarifa za vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wameweza kutueleza kwamba fujo hizi au ghasia hizi zimechochewa na raia wa kigeni ambacho kidiplomasia hawakuweza kuwataja. Sasa sisi kama wananchi, kitu ambacho tunajiuliza na nilitegemea ni busara ya kawaida tu katika baadhi ambao wamepewa dhamana ya kulinda usalama wa raia na mali zake, kuratibu masuala ya namna gani raia wa kigeni wanaingia na kutoka, masuala ya vibali, kujitafakari. Je, wanasubiri mpaka amiri jeshi mkuu wa nchi na serikali atumie mamlaka katiba ya kuteua na kutengua, kwa sababu katiba imempa mamlaka hayo, au wajiuzuru kwa maslahi ya umma ili kuleta amani na utulivu? Sababu utapotuambia kwamba watu hawa wameingia, tunajiuliza wameingiaje wakati tulihakikishiwa kwamba ulinzi upo wa hali ya juu na wananchi watoke wakashiriki swala la demokrasia kwenda kupiga kula, amani imetamaraka, vyombo vyetu viko vimejipanga vyema. Watu hao wameingiaje? Wametokaje? Hivi je, watu hawa ni wa nchi gani? Kwa hiyo viko baadhi ya vitu ambavyo lazima tujiulize, ni lazima tuseme. Hatuwezi kuacha kusema, hatuwezi kuacha kujiuliza. Je, ambao mmepewa dhamana hiyo, mnaona ni sahihi kuendelea kubaki katika hizo nafasi mlizonazo? Aidha kuleta amani ya kweli ya kifikra na utulivu wa moyo, watu wao wawajibike. Aidha wenyewe wasimsubiri Mheshimiwa Rais afanye maamuzi, wao wenyewe wajitafakari, waseme jamani, kwa maslahi ya umma tunachia ngazi wenye uwezo, au Mheshimiwa Rais kadri atakavyoona inafaa aweze kukaa katika hichi kiti ili kuendelea kulinda mipaka, kuendelea kulinda usalama wa ndani na vitu kadha wa kadha. Wajitafakari. Ikiwezekana kwa maslahi ya umma, tunawashauri tu kistaarabu watupishe. Huu ndio ushauri wetu kwao. Wasubiri wakampa wakati mgumu rais katika kufanya mamlaka kuteua na kutengua. Lakini sambamba na hayo, ndugu zangu, napenda kushauri watumishi wa umma waliokuwepo katika taasisi zetu za umma kujichunga na ndimi zao. Ulimi unaweza ukajenga kitu kikubwa sana, na ulimi unaweza ukabomoa kitu kikubwa sana.
wanatakiwa ikiwezekana hata vikao vyao vya ndani. Waandishi wa habari mna haki ya kupata habari kwa mujibu wa sheria. Lakini haki hiyo mnaipataje? Je, mna haki ya kukaa kwenye vikao vya ndani na serikali inazungumza siri zao na nyinyi mko pale? Hayo ndio yatakuwa ndo maadili? Aidha waandishi wa habari wasubiri baada ya kikao cha ndani waje tuambie yale maadhimio, kwa sababu kama serikali inafanya siri labda katika kufanya mambo, kukamata wahalifu mbalimbali au watuhumiwa uhalifu, unapozungumza ndani na baadhi ya watu wakaenda live wakazipeperusha, je, mnaona kwamba jambo hili litakaa sawa sawa kidiplomasia? Kwa sababu tumeona hivi karibuni kuna raia mmoja ambaye alichochea mambo haya kwa njia ya mitandao. Tumeona msomi anazungumza, waandishi wa habari wakaiposti, na alisema kwamba miongoni mwa maagizo alikuwa ni hayo. Nadhani mheshimiwa kama rais baada ya kumwapisha alimpa maagizo ya siri kwamba bwana, kuna hivi vitu vimechochea, vimeleta haya maafa na lazima watu hawa watuhumiwa washughulikie ipasavyo, vikaja kuleta taharuki kwenye jamii. Kwa maana yake ni kwamba waangalie wanazungumzia wapi. Vikao vya ndani ni vyema wajifungie wao ndani, wakazungumza siri za serikali ziweze kulindwa, wasilete mkanganyiko na taharuki katika jamii. Hiki ni kitu ambacho hakikubaliki. Haijalishi wewe ni nani, uko wapi. Tunapozungumza swala la sheria, tunapozungumza siri za serikali, tunapozungumza amani ya nchi, ili ni jukumu la kizalendo la kila Mtanzania. Kwa namna yoyote vile lazima tuilinde. Tutapohisi mtumishi yoyote wa umma anataka kutufikisha babaya, tutamshauri Mheshimiwa Rais akitazame kitasa chake hicho, kwa sababu kitatufikisha babaya. Kwa hiyo ni vyema sana, kwa sababu hotuba ya Mheshimiwa Rais ilieleweka vizuri kwamba huu sio wakati wa mapambano, ni wakati wa maridhiano. Tuchague hekima baada ya mihemko. Hivi vitu vingine vinatokea wapi? Mimi nimewasifu baadhi ya viongozi ambao wamekaa kimya. Tunasubiri kwamba waheshimiwa wateule ambao ni wabunge mbalimbali waweze kula kiapo, tupate waziri mkuu, tupate spika, tumsikilize Mheshimiwa Rais atasema nini. Kwa hiyo tulitaraji kwamba mambo mengine yawe na subira. Alafu tuangazie sasa tunafanyaje kuleta taifa kwa pamoja, kusamini utu wa Mtanzania na sio matamko ambayo yataleta miemko. Kwa hivi ni vitu ambavyo napenda sana kuvisisitiza. Watumishi wa umma mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, mtu yote ambao wewe ni mtumishi wa umma, mnapofanya vikao vya serikali ni busara, sio vyombo vya habari vishiriki mwanzo mwisho katika vikao vya ndani. Hapo tutakuwa hatutunzi siri za serikali, na watakuwa hawakitendei haki kiapo chao kwamba kutotoa siri za serikali isipokuwa kwa amri labda ya rais au kwa maslahi ya umma. Tutakuwa tukitendei haki. Hili niliona ni lazima tupigilie msumari. Lazima tupigilie msumari. Wito wangu mwingine kwa maofisa wote wa umma, haijalishi upo katika taasisi gani ya ulinzi, wale ambao wamefanya vitendo ambavyo vimeonekana kabisa hivi vinakiuka haki ya kuishi, haki ya uhai kwa mtu, hatuwezi, nyumba mfalme hataki kuwa na tuma hata kidogo. Hatuwezi kusema kwamba ni jeshi limefanya, ni wao ndio wamefanya, kwa sababu sheria inakutaka kiapo chako ni kutii amri halali. Kutoa uhai wa mtu si amri halali. Katiba imesema haki ya kuishi. Hiyo ni haki ya wajibu, ni haki ya asili, toka kuumbwa na kuzaliwa kwa mwanadamu, ni haki. Tumewaajiri, wanalipwa mishahara ya umma kwa kodi zetu, ni kwa sababu ya kutulinda. Huo ndio ukweli. Inapogeuka hapo, tafsiri yake ni kwamba umevunja sheria, umevunja katiba. Akifanya mwananchi wa kawaida, tutamshtaki kwa mauaji. Sasa iweje ofisa ambayo umeapa kulinda hicho kitu ufanye tukuache? Ofisi ya mashtaka ya taifa ikuache wai, na ile ni ofisi ya taifa ya mashtaka na sio ofisi yao. Tunasema ofisi ya DPP, lakini ni ofisi ya taifa ya mashtaka. Ni taasisi ya umma, ni taasisi yetu. Wanaandaa mashtaka kwa maslahi mapana ya taifa.
hawatakiwi kumlinda mtu yoyote, haitakikani. Haki itendeke. Kwa walioharibu rasilimali za umma, masheri na nini, wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria, na waliosababisha kuweza kukiuka, kuondoa haki ya uhai bila sababu za msingi, wachukuliwe hatua. Tunasema sheria ni msumeno ukata mbele na nyuma. Kwa ni sharti ulande mbele, ulande nyuma. Lakini pia tunajiuliza kitu kingine, tuna taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tunayo nchini, TAKUKURU. Na kama tulivyosema, taarifa zinaeleza kwamba kulikuwa kuna raia kigeni. Na wala hiyo aliingiaje kama hakuna watu ambao wanawahonga, kama ni kweli? Maana kuna watu ambao wamewahonga ili kuja kututatishia amani. Tulitegemea taasisi ya kupambana na rushwa tuletee orodha kwamba tumekamata tukadhaa, watumishi kadhaa wa umma ambao wametusababisha tulipofika. Tulikitaka hiki kitu tukipate. Hii au kama ni mtumishi wa umma kusio kuna rushwa muhali. Kwa watu wanaongo madolari, au sio? Tukae kimya. Taasisi tunayo. Au taka turudi kwenye zile hadithi za zamani za watu wa pwani wakwambia kulia kote wanipa dada alafu mambo yanakaa kimya. Haiwezekani hata. Hii haiwezekani. Kwa hiyo ni lazima pia taasisi ya kupambana na rushwa ilibidi pia yenyewe ije na statement kwamba watu wao wameingiaje. Maana mtu hawezi kuingia katika mipaka yetu akakaa nchini akahifadhiwa sehemu mpaka anaandaa makundi ya magenge ya kihalifu kusababisha vurugu na amani ya taifa kama wahongi watu. Tunatarajia tupate ripoti. Na mambo haya ripoti zitakapowekwa wazi, mioyo itatulia. Kwa sababu tusitengeneze tu amani ya kuonekana tunatembea tuna uhuru. Tutengeneze pia amani ya mioyo. Na sifa ya uadilifu ya kiongozi yote sio tu kwamba anashinda mijadala, no. Ila ni yule ambaye anaweza kutuliza mioyo ya watu. Ghadhabu kuwa ni sehemu ya busara. Ghadhabu igeuke, isiwe ghadhabu tena, iwe ni silaha ya hekima katika kulinda umoja, mshikamano, utu na masuala mazima ya amani. Hii ndio sifa ya kiongozi. Na ndio kanuni ya uadilifu. Kwa ndugu zangu, habari ni hayo. Viongozi wa dini watusaidie sana. Na serikali nayo pia ikae na viongozi wa dini. Kwa sababu viongozi wa dini wana sauti. Na Mheshimiwa Rais amesema kila sauti isikilizwe katika kiapo chake. Kila sauti isikilizwe. Ndiyo kauli yake. Kwa viongozi wa dini nao waitwe wasikilizwe. Kama tulikoseana huku nyuma, watu walikuwa na malalamiko kuhusu uhuru wa kiimani, uhuru wa kuabudu ambao katiba imesema sio sehemu ya mamlaka ya serikali kutangaza swala la dini na vitu mbalimbali. Tuwaite tuwasikilize. Ili wao watusaidie. Kama watu wanataka uhuru wao wa kuabudu, wapewe. Na ikiwezekana tutunge kanuni. Na shauri sana hapa, tuangalie, je, akikosea shekhe tufunge msikiti? Akikosea padri tufunge kanisa? Au tumwajibishe yeye? Tutengeneze kanuni ambazo ziko strong. Bana, viongozi wa dini hampasi kuwa washirika wa vyama vya siasa. Hivi ndio vitu ambavyo vinabidi vikae vijadiliwe sana. Hivi ni vitu vya kisheria, vitu ambavyo vinahusu maslahi mapana ya nchi, vinahusu uhuru wa watu, uhuru wa kiimani, uhuru wa kuabudu. Hivi tukae tuzungumze, na mimi viongozi wa dini tukikaa vizuri hapa, taifa litakuwa na utulivu. Huo ndio ushauri wetu sisi kama taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, ambao tunapambania uhuru wetu, tunapambania amani yetu kama taifa. Tunapambania haki zetu kama taifa. We fight for peace, for justice, for dignity, utu wa mtu, utu wa mwanadamu. Huwezi ukaulinganisha na kitu chochote kile. Hayo ndiyo maoni yetu na ndiyo ushauri wetu. Amani. Sio? Kwanza ujue amani ni haki. Yaani amani yenyewe ni haki. Na haki ndiyo msingi wa umoja wa kitaifa. Kutapokuwa hakuna haki, huwezi ukategemea umoja na mshikamano. Yaani wewe umenidhulumu haki yangu, utategemea mimi nitaendelea kushirikiana katika masuala ya kijamii? Au tutasema ile funika kwa mwanadamu apite? Ndio maana tunapohubiri amani tunahubiri na haki. Hivi ni vitu lazima viende kwa pamoja. Amani na haki ni vitu ambavyo vinaenda kwa pamoja. Ile mistari nini ile ambayo inatembea kwa pamoja. Kwa hiyo amani na haki ni lazima vitembee kwa pamoja.
Na ndio maana tumeweza kusema hapa kwamba unajua leo ukiniuliza kwamba wewe mnavyohisi nyinyi kama taasisi ya Everlasting katika masuala ya mbeni watetezi wa haki za binadamu, masuala ya kisheria na utawala bora, labda unaweza kaniambia hivi, ni kwa nini unaona watu wengi wanalalamikia sana kuhusu haki? Shida iko wapi? Sijui tumeweza kufahamiana. Mimi nitakwambia shida sio sheria, shida ni wasimamizi wa sheria. Si ndio ukweli? Maana serikali imetunga sheria, tumekaa bunge, waheshimiwa wamekaa bungeni. Umeelewa, tukasema hizi sheria hizi za makosa ya jinai, uhuru wa mtu unapaswa kudhibitiwa pindi pale unapowasili uhuru wa mtu mwingine. Tukaweka sheria pale kwamba uhuru wako unabidi uheshimu haki hizi. Sijui tumeweza kufahamiana. Sasa mwisho wa siku mtu akalalamika haki yake haijapatikana, kukaa kuna vilio vya haki au ucheleweshaji wa haki katika vyombo vya maamuzi, basi sababu za msingi ambayo katiba imeeleza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mahakama ni muhimili huru haupaswi kuingiliwa. Ni kweli. Lakini imeeleza sharti pale ni kwamba haipaswi kutumia masharti ya kiufundi katika kuchelewesha utoaji wa haki. Si katiba ipo? Sheria si zipo zimewekwa? Sasa shida ni nini? Shida tunazo sheria, shida ni wasimamizi wa sheria. Sasa hawa wasimamizi wa sheria ambao ni watumishi wa umma, hawa ndio inabidi tuamulike kwamba hawa ndio wanasababishia haya yote, kwa sababu sheria zimejeleza vizuri. Na ndio maana tunasema pia muda mwingine watumishi wa umma tusipokuwa nao makini, hata Mheshimiwa Rais anaweza tukamshauri kwamba ni vyema watazame watumishi wa umma, watu ambao hapa dhamana, wa mikoa, makatibu tawala, sijui wameelewa, wa mikoa, wa wilaya, watumishi wote kiujumla. Je, wanaitendea haki dhamana katika kulinda haki za watu, haki za jamii, haki za umma, au wao ndo sababu ya kuwachonganisha serikali na wananchi? Kwa sababu muda mwingine mtu unachonganishwa na uwezi ukakopa lawama, kwa sababu wewe ndo namba moja ambao umesema katiba imekupa mamlaka ya mkuu wa nchi, mkuu wa serikali. Manake wewe ndo mkuu wa nchi, wewe ndo umevaa kofia wananchi wote, sijui mkuu wa serikali, amiri jeshi mkuu. Lakini je, au kuna watu wanatuchonganisha huku? Hawa ndo watu wa kushughulika nao. Mimi naamini tukianza kutibu kwenye hizi taasisi za umma, kuwatazama watumishi wa umma ambazo wanatuchonganisha na jamii, wanashindwa kusimamia misingi ya haki, utawala bora, misingi ya sheria, tukishughulika nao hawa huku kote, watu watabaki tulivu na amani, kwa sababu tudili nao hawa. Yaani shida ipo ndani ya hawa. Kuna baadhi ya watumishi wa umma ambao si waadilifu, na ili hatuwezi kuliacha kulisema, hatuwezi kuliacha kulisema. Kwa mfano mimi tunafanya mambo ya msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria tunamlenga mtu ambaye ni maskini, ambaye ni mnyonge. Sijui tumeweza kufahamiana. Wanakuja wanalalamika, mnyonge anakuambia, mheshimiwa, kesi yangu mimi leo imepelekwa ndani ya mwezi mmoja. Inatajwa. Inakuja tena inaangaliwa, inasema itasikilizwa. Inakuja si uzuru. Sijui na nini. Kwa hiyo utakuta kesi inaenda zaidi ya mwaka mmoja katika mgogoro wa ardhi. Mtu anapambania haki yake, mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anaweza akachukua uhai wake, akiwa bado kesi yake haijaisha mahakamani. Unateua msimamizi wa mirathi aendeleze kesi. Sasa ndio maisha. Ni kwa nini tusheshe yake kwa wakati? Tujue tatizo ni nini, tutibu haya. Sisi tumeweza kufahamiana. Kesi imekuwa reported labda katika jeshi la polisi, uchunguzi umeenda kwa wakati. Matukio ya ubakaji, sijui kama tulikuwa na watu katikati walikuwa kalalamika kwamba masuala ya watu kuwa wanapotea, ambao tuliwahi kukaa tukashauri kwamba maana tuunde kitengo maalum cha wachunguzi ambao wamespecialize tu katika missing person, watu ambao wanaweza tujue shida ni nini, tuweka na saikolojia, kwa sababu familia imepoteza watu wao. Huyu mtu anabidi apate haki ya kisaikolojia, sijui umeelewa, awe mtulivu, apate taarifa za haraka. Sijui tumeweza kuweza kufahamiana. Kwa tujue kunapokuwa kuna ucheleweshwaji wa uchunguzi kwa wakati pasi sababu za msingi, haya ndio ya kushughulika nayo. Wananchi wanataka kuona uchunguzi unafanyika kwa haraka, kwa wakati, matokeo kwa haraka. Na hii ni haki ya kisheria, ni haki ya kikatiba. Wananchi wanataka vyombo vya uamuzi visicheleweshe haki kama katiba ilivyoelezwa, kwa sababu ni takwa la katiba, si takwa la mtu. Sijui umeweza kulifahamu Na kitu kingine, hata wanapokosea hawa waheshimiwa, wanapokiuka kanuni za kimaadili, kwa mfano waheshimiwa mahakimu na hizi kamati za kimaadili, si ndio? Zile kamati ziweze kuchukua maamuzi kwa haraka. Tuna changamoto baadhi ya maeneo, tuna malalamiko sisi baadhi ya maeneo. Kwa mfano kwenye mkoa wa Mbeya yako malalamiko kwamba kuna mtu aliwahi kupeleka shauri lake katika kamati ya maadili zidi ya kumlalamikia mheshimiwa hakimu fulani, ni takriban mwaka mzima.
Huyo mtu yupo katika utumishi wa umma, anakaa katika kiti cha umma akaendelea kutoa maamuzi. Ukimuuliza katibu atakwambia kwamba wajumbe hawajaapishwa. Wajumbe hawajaapishwa miezi 3, 4, 5, 6. Tunashindwa kuonesha kamati. Haya ndio ya kushughulika nayo, kwa sababu ndio yanatuchochea.